Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, ni muhimu kuelewa kwamba tatizo la plaka elektronika ya Lenovo T7 linaweza kujitokeza kwa sababu mbalimbali. Tunapokutana na tatizo kama hili, hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa bure. Hii inamaanisha kuangalia kama kuna uhusiano wowote wa umeme, kuangalia waya za ndani na kutathmini kama kuna alama za uharibifu. Ni muhimu kuzingatia kuwa uchunguzi huu unaweza kufanywa nyumbani bila gharama yoyote, lakini unahitaji kuwa mwangalifu ili usijeruhi kifaa chako. Baada ya uchunguzi wa awali, kama tatizo linaonekana kuwa kubwa, ni vyema kuwasiliana na huduma za kitaalamu. Kuna huduma nyingi zinazotoa huduma ya kuchukua nyumbani, ambapo wataalamu watakuja nyumbani kwako na kufanya uchambuzi zaidi. Huduma hii ni ya manufaa sana kwa wale ambao hawana muda wa kutembea kwenda kwenye maduka ya ukarabati. Wakati wa kuwasiliana na huduma hizi, ni vyema kuuliza maswali kuhusu bei na muda wa ukarabati. Kawaida, bei za ukarabati wa plaka elektronika zinaweza kutofautiana kulingana na aina ya tatizo. Kwa mfano, kubadilisha sehemu moja inaweza kugharimu kati ya shilingi 5,000 hadi 15,000, wakati ukarabati wa kitaalamu unaweza kuanzia shilingi 20,000. Ni muhimu pia kuuliza kuhusu dhamana ya huduma zao baada ya ukarabati. Hii itakupa amani ya akili kwamba kifaa chako kitakuwa salama kwa muda mrefu baada ya ukarabati. Ikiwa umeamua kufanya ukarabati mwenyewe, hakikisha unafuata mwongozo sahihi wa kiufundi. Kwanza, unahitaji kuandaa zana za msingi kama vile screwdriver, multimeter na vifaa vya ulinzi kama vile glovu. Kisha, fuata hatua hizi: 1. Funga kifaa chako na uondoe betri. 2. Fungua kifuniko cha nyuma kwa kutumia screwdriver. 3. Tathmini hali ya plaka elektronika na angalia ikiwa kuna sehemu zilizoharibika. 4. Badilisha sehemu zilizoharibika na kuunganisha tena kifaa chako. 5. Hakikisha umefunga kila kitu vizuri kabla ya kuwasha kifaa. Mwisho, ikiwa unapata ugumu wowote, usisite kutafuta msaada kutoka kwa wataalamu. Kumbuka, kuzuia ni bora kuliko kutibu, hivyo ni vyema kufanya matengenezo ya kawaida ya kifaa chako ili kuzuia matatizo kama haya ya baadaye. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.